tumepokea ufalme usioondoshwa na ufalme mwingine. Tumepokea ufalme usioondoshwa na ufalme mwingine. Naomba tusome Waebrania 12:25 mpaka 29. Waebrania sura ya 12 mstari wa 25 mpaka 29. Some vizuri ili niende na yale ambayo nasoma. Waebrania 12 mstari wa 25 mpaka 29. Amina. Angalieni msimkatae yeye anenaye. Angalieni msimkatae yeye anenaye. Maana ikiwa hawakuokoka wale waliomkataa yeye, aliwaonya juu ya nchi. Ndio. Zaidi sana hatutaokoka sisi tukijiepusha na yeye atuonyaye kutoka mbinguni. Ndio. Ambaye sauti yake ilitetemesha nchi wakati ule. Lakini sasa ameahidi akisema, mara moja tena nitatetemesha si nchi tu, bali na mbingu pia. Lakini neno lile mara moja tena kuhamishwa vile viwezavyo kutetemeshwa kama vitu vilivyoumbwa. Vitu visivyoweza kutetemeshwa vikae. Basi kwa kuwa tutapokea ufalme usioweza kutetemeshwa. Kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa. Na muwe na neema. Ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza. Pamoja na unyenyekevu na kicho. Maana Mungu wetu ni moto ulao. Tumpigie Yesu makofi na vigelegele. Baba, nimesimama mbele ya watoto wako na mbele ya kanisa lako. Uliokubali Bwana kushuka ukaanza enzi na mamlaka yako na uungu wako, ukaja kulinunua kwa gharama kubwa ya mauti yako pale msalabani. Nimesimama hapa Bwana mbele ya viongozi wangu, wamenipa ridhaa ya kusimama ili nizungumze maneno haya. Roho Mtakatifu, ninakusihi unifunike, uniongoze. Kamate kinywa changu, ulimi wangu na ufahamu wangu Bwana, uelekezwe kwako, kwa sababu wewe ni mshauri wa ajabu katikati yetu. Nena Bwana, ukidhihirisha na kujitukuza kwa namna ya tofauti. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nafurahi kuzungumza maneno haya. Ninafurahi kuliko kawaida. Ni maneno ya kujenga. Ni maneno ya kutuonya. Ni maneno ya kutuelekeza. Na kwa nini yanatuelekeza? Ipo sababu. Kitabu cha Waebrania ni waraka ambao hata walimu wetu wa teolojia wengine wanapishana, lakini wengine wanakubaliana kwamba mwandishi wa kitabu cha Waebrania hajulikani. Na sababu ya kutokujulikana kwa sababu kipindi wanaandika au kinaandikwa au unaandikwa waraka huu ni kipindi ambacho kanisa lilikuwa linapitia mateso makali. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana wanasema kwamba hata aliandika akiwa mafichoni, akiwaandikia Wayahudi waliookoka, akawaandikia Waebrania waliookoka, Waebrania wanaomjua Mungu, Waebrania waliokubali kuachana na dini zao, Waebrania waliokubali kuachana na mila na desturi za kwao, wakakubali kumfuata Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Lakini katika maamuzi yao waliokuwa wameyachukua,
walikutana na kitu kibaya sana, kwa sababu wakati ule ni wakati ambapo adui aliinuka kupitia watu kulitesa kanisa kwa namna yoyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa lilikuwa kwenye wakati mgumu. Kanisa lilikuwa kwenye wakati wa machozi. Kanisa lilikuwa kwenye wakati ambao hawana raha yoyote hata ya kujishughulisha waziwazi au wa kuhubiri injili waziwazi. Ilikuwa ni shida, maana ukikamatwa ni kuchinjwa, ukikamatwa ni kutendewa vyovyote walivyokuwa wanataka. Kilifika kipindi Waebrania hawa wakaona uamuzi waliokuwa wameuchukua kumfuata Kristo ni kama wamekosea. Bwana Yesu asifiwe sana. Walitaka warudi kwenye dini zao, walitaka warudi kwenye tamaduni zao, walitaka wafuate desturi zao na dini zao, angalau yale makali na mateso waliokuwa nakutana nayo yapungue kwenye maisha yao, kwenye familia zao. Ndipo Roho Mtakatifu kupitia mwandishi huyu anawaelekeza kwamba yeye anaye ndani ya mioyo yenu, tusimkatae. Haleluya. Yeye anaye tusimkatae, maana tukimkataa tujue mbele yetu ipo hukumu, na kama ipo hukumu, maana yake tukienda tofauti na vile Mungu anavyotaka, maana yake mwisho wetu ni jehanamu. Mwandishi anaimarisha kanisa, mwandishi anawaonya na kuwaelekeza, mwandishi anawaambia na kuwasisitizia kwamba pamoja na mnayopitia, pamoja na mateso mnayopitia, pamoja na changamoto mnazopitia, tumeupokea ufalme usioondoshwa, tumepokea ufalme usiotetemeshwa, tumepokea ufalme usioshindwa, tumepokea ufalme usioogopeshwa na kitu chochote. Anawatia nguvu Waebrania waliookoka ambao wametia nia ya kumtumikia Mungu, lakini wanakutana na upinzani mkali, wanawaza kurudi, wanawaza kuacha kumtumikia Mungu. Anasema msiache kumtumikia Mungu, maana ufalme tuliopokea. Tumpigie Yesu makofi na makelele. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ufalme tuliopokea hautetemeshi. Hata kama Waebrania wenzangu mnapita kwenye mifungo, mnapita kwenye adha, mnapita kwenye mateso, lakini ufalme uliopokea hauogopeshi. Hata kama Mungu unaona kwamba kwenye hayo unayopitia ni kama yupo, ameachilia ili kupima moyo wako kwamba ni namna gani unavyompenda na namna gani unavyoweza kupalilia taji iliyo mbele yako. Anawatia moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na inawezekana hata waraka huu unaweza ukawa kwenye hali sahihi au mahali sahihi pa kunena, tukiwa tumekusanyika kwenye mkusanyiko huu, kwamba ufalme tulioupokea hautetemeshi. Haleluya. Ufalme tuliopokea hauogopeshi. Ufalme tulio nao hauzuiliwi na jiografia. Ufalme tuliopokea hauangalii sura ya mfalme, hauangalii sura ya aina yoyote. Ufalme huu unatisha. Amen. Amen. Ndipo unaposoma Biblia utagundua wazi kwamba hiki ninachokisema ni kweli kabisa. Biblia inasema hivi, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu. Mtu akikosa hana sehemu kwenye ufalme wa Mungu. Maanake hawa Waebrania kilifika kipindi wakawa wanatafuta amani ili yale makali yafanye nini? Yapungue, ili mateso yapungue. Lakini mwandishi anawaonya, pamoja na kutafuta amani, pamoja na kupatana, mkumbuke utakatifu. Haleluya. Mkumbuke kwamba ninyi mmetengwa. Ninyi ni watu ambao Mungu amewatenga, ni taifa takatifu. Hata kama
Ufalme ni serikali. Ufalme, Mungu mwenyewe ndio mwenye ufalme huu. Na tunapozungumzia kwamba hauogopeshwi, hauondoshwi, manake umekamilika nyanja zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama kuna maeneo kwenye familia, kwenye ndoa, kwenye biashara yako, kwenye kitongoji unachoishi, kwenye mtaa unaoishi, pale unapoishi na jirani yako, kuna namna anavyofanya, kuna vitisho anavyovifanya, usiogope. Ufalme ulioupokea hautetemeshi, hauogopeshi, haushindwi na jambo lolote. Hata kama unayopitia ni magumu sana, ujue uliye naye ndani ya moyo wako hilo jambo ameshaliona, na kama ameliona analifanyia mpango namna gani ya kukushindia, ili utakapotoka uwe na ushuhuda. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Bwana Yesu. Ninajisikia kwa sababu mke wangu ushuhuda wake unanihamasisha kuliko kawaida. Hatujaokoka kwamba hatukutani na magumu. Haujaja hapa ili inakuwa ni raha tu, hapana. Mungu ameweka utumishi ndani yako, lakini upande wa pili hawataki utumishi ulio nao. Na kama hawataki utumishi ulio nao, unajua ni upinzani wa 100%. Mungu atusaidie. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumeupokea. Unaposoma Biblia, unaposikiliza mafundisho kutoka kwa viongozi wetu, usikatae. Ruhusu lile neno lifanye kazi. Likifanya kazi, linakuandaa. Unapokuwa unakabiliana na vitu vigumu, hautatetereka. Maana aliye ndani yako ni mkuu sana. Tuliyembeba ni mkuu sana. Ni mkuu sana. Na unapokuwa unapita, usidhani kwamba Mungu amekuacha. Mungu yupo. Ila kuna namna ambayo anafanya ili atengeneze ushuhuda. Anafanya atengeneze ushuhuda. Anafanya atengeneze ushuhuda. Aliye na mwana na ushuhuda, anafanya atengeneze ushuhuda. Hata watakapokuona unatembelea gari, waseme Yesu ni kweli, huyu anastahili kabisa huyu. Wanapokuona unajenga, waseme Yesu, huyu anastahili kabisa. Wanapokuona unafunga ndoa, waseme Yesu, huyu anastahili. Wanapokuona biashara yako inapaa, inastawi, waseme Yesu, huyu anastahili. Maana Mungu tuliye naye hasuiliwi na mawazo ya kibinadamu. Inawezekana unaweza ukawa Mwebrania kwa kipindi hiki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tumekuja hapa kumtumikia Mungu. Hatujaja kucheza. Hata shetani anajua. Hata mapepo yanajua. Hata majirani zetu wanajua. Hata dini zingine zinajua. Kwa hatujakusanyika hapa kwa bahati mbaya. Sasa changamoto utakazokuwa unazipitia, usiwaze kwamba utukufu wa Mungu umeondoka. Utukufu wa Mungu uko juu yako. Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unayopitia kwenye utumishi wako, usijaribu kuutoroka. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana utumishi wako, madhabahu ndio ushahidi. Roho Mtakatifu ndio ushahidi mwenyewe. Anajua ulichokibeba, lakini upande wa pili wanajua kwamba mpaka kazi ya mahali hapa imefika hapa, kuna mtu mmoja ambaye amesababisha. Na kama yupo mtu ambaye amesababisha, maana yake huyo lazima watamwandama. Na ndio maana tunambeba kwa njia maombi. Sadaka zinambeba, michango yako inakubeba, ushuhuda wako unakubeba, chochote unachokifanya kinakubeba. Na unapokuwa unapitia, usidhani kwamba Mungu yuko mbali, yuko hapo hapo.
Na usifikiri kwamba Mungu atakuacha. Hawezi kukuacha. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Bwana Yesu. Mke wangu alipookoka na miaka 14, 12. Na mimi hata mwanzoni siku nilizungumza hapo na ushuhuda. Babake alikuwa mwanajeshi na akamwambia kwamba kwetu hakuna wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukikuta kwamba mzazi anasema kwetu hakuna wokovu, manake anamaanisha. Manake pale pana miungu na ibada zao wanajua wao, na wanatoa sadaka wanazozijua wao. Lakini Mungu amekuita ufanyeje? Kwa maana kwamba mke wangu akaingia kwenye mateso ya kuteswa, na anayemtesa si mwingine ni mzazi wake. Na kama ni mzazi wake, ndani yake amebeba ufalme ambao yeye hana. Amebeba ufalme wa Mungu, lakini baba yake amebeba ufalme wa Shetani, na anataka mtese ili achilie ule ufalme, apate nafasi ya kufanya vitu vya kwake. Anamwambia mtoto wangu, achana na wokovu, afadhali uzae watoto nyumbani, nitawalea. Usiendelee kwenye ibada yenu hiyo, achana nayo. Jiulize, kwa nini anakukataza ibadani? Kuna kitu gani? Uliyembeba ametofautiana na aliyebeba yeye. Uliyembeba ni tofauti kabisa. Mungu atusaidie sana. Akasema, baba, haiwezekani, nimeokoka peke yangu, nitakwenda peke yangu. Akasema kwamba wewe ni mtoto wangu wa kwanza, haiwezekani kwamba uendelee na wokovu. Kwetu hakuna wokovu. Akasema kama kwenu hakuna wokovu, lakini Mungu amenichagua niwe miongoni mwa watumishi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ufalme wake aliyokuwa nao ameubeba ndani yake. Hakuogopeshwa na kile kitu kilichokuwa kinasikiwa masikioni. Anasema kuanzia leo, ili ujue kabisa kwamba sipendi uende na wokovu, hakuna huduma yoyote shuleni kwenu. Utaenda utajikomalia, kama ni daftari, kama ni huduma zote, wewe mwenyewe utakuwa unafanya. Anasema niko tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema niko tayari. Na wakati huo Waebrania, hii hali ilikuwa inatokea kwa wanadamu wenzao. Ilikuwa laivu bila chenga. Lakini vita tunayokabiliana nayo haionekani kwa macho, mpaka uingie rohoni. Ndipo utakapojua kwamba kumbe hapa ninapigwa vita. Mungu atusaidie sana. Akasema haiwezekani baba, mimi nitaendelea. Akaona kwamba ndio mkataza, baba anaendelea, akabuni mbinu nyingine ya kumchapa na fimbo. Alikuwa anapigwa kama si mtoto wake wa kumzaa. Kwa nini? Amebeba ufalme ambao yeye baba hana. Mungu atusaidie sana. Inawezekana hata nyumbani kwako au familia yako wewe unaijua vizuri. Wengine tumetoka kwenye familia za kichifu. Mungu atusaidie sana. Baba zetu walikuwa wanaabudu miungu. Na unapokuwa unatoka kwenye ile madhabahu, sio kazi rahisi. Ni kazi ngumu. Inahitaji msaada wa Mungu. Na ufahamu unapotoka kule ujue kabisa umetoka kwa jeuri, manake umetoka bila ruhusa ya miungu ya kweli. Mungu mwenyewe ndiye aliyekuvuta kule uje umtumikie. Kwa wale jamaa hawatafurahi, wataendelea kukufuatilia mpaka ufanye nini? Urudi. Usikubali kurudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumepokea ufalme ambao haushindwi. Ulipokimbilia kwa Kristo, umekimbilia sehemu sahihi. Hata kama wapo wanaochinja masikio, afadhali kubaliane uchinje masikio. Lakini huyu anayenena kwenye Biblia tusije tukamwacha. Maneno yanatia moyo. Heri umwogope aliye na uwezo wa kuua roho yako au mwili wako, roho yako kuipeleka jehanamu, kuliko kumwogopa aliye na uwezo wa kuua nini? Mwili. Yesu alikuwa anawaimarisha wanafunzi wake. Kwa hata huyu mwandishi alikuwa anajenga kanisa la Waebrania. Inawezekana leo tunafanya biashara, hatukutani na chochote kwa sababu ya namna ambayo serikali yetu imekaa. Kuna amani, sawa mpendwa, haleluya. Kuna vitu ambavyo vinaendelea, sawa. Lakini unashangaa sasa, hawa nani? Shetani anawatumia watu ambao huwezi ukajua kwamba huyu amebeba kitu gani. Leo shetani huu mchezo ameuhamishia kwa wale ambao wamekubali kuwa watumishi wao. Wachawi.
wanafanya kazi, wanashawishi. Dada mmoja aliyokoka vizuri, tulipata ushuhuda, aliyokoka vizuri, kumbe mama yake mchawi, waliomfuata nyuma yake ni wachawi, sio nani ni wachawi, wote wachawi, amebaki peke yake tu. Na kila walipokuwa wanamtafuta ilikuwa inashindikana. Wanapiga nani rada zao na kompyuta zao zinashindikana. Wakawaza tufanyeje? Sema huyu jamaa huyu, ngoja tumshawishi. Sasa unaonaje uache ibada? Yaani kwa wiki, hata kama unaenda mara moja, haina shida. Ile ni vita ya rohoni ambayo watu wanapokuwa wanapitia hawawezi kuelewa zaidi. Lakini ufahamu hii ni vita ya rohoni ambayo inapigana mpaka ikuangusha. Lakini ashukuriwa Mungu kwamba tukiwa makini, Mungu tuliye naye hashindwi na jambo lolote. Hicho ndicho kinachonifariji, kwamba Mungu tunayemwabudu hashindwi na chochote. Nikawaambia kanisani, nikawaambia hivi, hapa kanisani kuna watu ambao unajua vitu vingine ni vya ajabu sana. Haleluya. Ukiwa rohoni utajua kabisa kwamba hii vita ni vita ya ana kwa ana. Watu wanabeba kompyuta zao wanakuja nazo kwa kanisani. Kurimoti wachungaji wanakuaje? Wanakuja na kompyuta zao, wanakuja na machatu mifukoni. Nikawaambia mpendwa, unayekuja na chatu hapa kanisani ukiwa naye mfukoni mwako, nimemwambia Mungu utakamata siku moja alafu utaibika. Mungu atusaidie sana. Nikasema mnakuja na chatu, alafu mnakuja na kompyuta zenu, kurimoti watu. Hii vita sio lele mama. Amina. Lakini shukuriwa Mungu tuliye naye hasini. Na ndio maana tuna ujasiri wa kusema. Tuna ujasiri wa kunena. Tuna ujasiri wa kufundisha. Uwe mama, uwe binti, uwe kijana, uwe mwanaume, nikwambie, ufalme uliopokea hautetelezwi na chochote. Na kama kuna maeneo ambayo unayapitia unayaona ni magumu, usifikiri kwamba Mungu amekuacha, yupo. Na ndio maana mpaka leo uko hai, una afya, unatembea. Vita inayoendelea Mungu anaijua kwenye ulimwengu wa roho. Mungu akubariki. Sijui kama tunaelewana wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Tuliyempokea ni Mungu ambaye ana nguvu zote. Na ndio maana tumeshuhudia hapa kiongozi wetu, hata na nyinyi ni washahidi, watu wengi anawaombea kupitia simu. Hata alipokuwa anauguza mama kule, wengi tulikuwa tunawaombea kwa simu, lakini wanapokea majawabu. Kwa nini? Kumaanisha kwamba tuliye naye hazuiliwi na ukuta, hazuiliwi na hali ya hewa. Hata kama hali ya hewa imebadilika, mvua inanyesha, unapomwombea mtu unapokea uponyaji. Kumaanisha kwamba yeye ni Mungu aliyefanya vyote tunavyoviona na unavyovijua na usivyovijua. Kwa Mungu tuliyempokea asiwepo mtu wa kukutetemesha. Haleluya. Usipokula isiwe sababu ya kutokufika kumtumikia Mungu. Mungu tusaidie sana. Hata mume wako au nani akikufinya sababu, isiwe sababu ya kurudi kanisani. Hii ni vita ya ana kwa ana. Na vita haitoki mbali. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema niwaambie wapendwa, nasimama kwa Mungu sasa. Ukirudia kuja na chatu wako hapo, uchague mawili: kuhama hili kanisa. Usipokubali kuhama hili kanisa, utubu. Usipotubu utakufa. Nilipotangaza hivyo, sijawahi kuona kwenye ulimwengu wa roho mtu amebeba chatu na kuja nayo. Mungu tusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa utumishi tulio nao, tusifikiri ni lele mama. Ni utumishi ambao kwa upande wa shetani unamuumiza. Unapokuja hapo naimba hapa, usifikiri kwamba upande mwingine unamfurahisha. Hapana, anachukia. Na ndio maana anafanya utaratibu wa namna gani kuzima ile taa iliyo ndani yako. Unatakiwa uwe makini. Mungu atusaidie sana. Watu wanaweza wakakuchekelea
zinawazana na wewe, zinakutafuta namna ya kufyonza ile nguvu uliyokuwa nayo, lakini tunakuombea kwa Bwana, neema ya Bwana iwe juu yako, na lazima tushinde na kazi ya Bwana iendelee, na lazima tushinde, utukufu wa Bwana uonekane, na lazima tushinde, watoto wetu wasome, ni lazima tushinde, ndoa zetu ziimarike, na lazima tushinde, mabinti zetu waolewe. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Unajua ninayoipenda hii vita ni kwa sababu sio ya bunduki kabisa. Ya bunduki kuna kahofu fulani kama kifaa tu mdogo umekwenda wewe unakuwaje. Sasa hii vita hii bunduki zao kwenye ulimwengu wa roho, tunapanchi kweli kweli, tunapanchi kweli kweli. Amina. Na wao wanachua. Amina. Ndio maana wanatusagia meno. Mtu akikujia kwako kwamba nakuoa, sina maana katiba yetu ipo, unashangaa yaani polisi wanafika haraka, wanamkamata, wanampeleka kuna bosi. Lakini ile serikali ya upande ule wa shetani kuna polisi, lakini polisi wenyewe hawaonekani. Hao tunajua namna tunavyodili nao. Amen. Na tunadili nao kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikuombe pendo, moto ulio nao, neema ulio nayo, usije ukawaza kuiacha. Hii ni vita. Vaa kombati, nenda vitani. Pambana. Neema ambayo Mungu amekupa usije ukaiacha. Kuna taji, kuna utukufu, kuna heshima ya ajabu mno. Lakini hatutumiki kwa raha, tunatumika kwa mbinde. Maana yake mpaka utumiko umepenya. Kwa nini nasema mpongeze mwenzako amekuja hapa? Mpaka kufika kanisani hapa amepita reli nyingi za wapinzani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amepita geti nyingi za wapinzani. Kuna TFF kwenye ulimwengu wa roho wanaozuia wewe usiende kanisani. Kwa unapofika hapa ujue umepambana. Shika mkono jirani yako, mwambie umepambana. Mpaka umefika hapa umepambana, na hiyo nguvu isiache. Mungu atusikie sana. Wewe ujielewe tu, unashangaa Roho Mtakatifu amekuandaa, unafika sehemu unashangaa Roho Mtakatifu ameshaona geti. Unashangaa tumepiga matako. Unapita. Hapo nakuuliza, umefika kanisani? Nimefika. Umefika? Na mimi nilishangaa tu. Lakini nimekutana. Kwa nini? Hataki ufike hapa. Amina. Hataki ufike hapa. Siku moja Mungu akanifunulia mshirika wangu mmoja, anawazuia watu kuja kutoa zaka. Yaani watu wamejipanga foleni kuja kutoa sadaka. Yeye anazuia. Alipoona kwamba ni kama ana nguvu, akaanza kunyang'anya nani bahasha. Sikujizuia basta, nikampigia simu asubuhi. Mungu alinionyesha Jumamosi kwa mkili baada ya Jumapili. Nikapigia simu. Nikasema, wewe mama, una mawazo gani na kanisa? Sema baba, samahani, nitakuja tuongee vizuri. Nasema tena nina hamu kweli kweli na kusubiri hapa. Kabla sijafika kanisani ufike. Bwana nifike. Bwana nifika. Hakufika. Mpaka leo hivi ndivyo ninavyoongea. Amehamia kanisa lingine. Nikasema hamia huko kale jamaa za watu huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba hatujapigana vita hata kumwagika damu tukishindana na dhambi. Kwa huo wokovu tulio nao, utumishi ambao Mungu ametupa ni vita. Amina. Na uzuri wake, kubali kwamba mimi niko vitani. Unajua, nashukuru Mungu, askari ameshaangaliwa. Yeye anaposikia vita na furaha. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kipindi wakati sio Malawi anasumbua kule. Sio nani baba Mungu alikuwa mwanajeshi. Sasa alikuwa anasikia taarifa gani, akasema wanatuchelewesha. Mimi waniite sasa hivi, yani nakumbuka, yani watu
hatutume tu wengine kama wengine wanasuasua, sisi tuende mipaka nini? Kwa nini? Ule ni tayari ulio ndani ya mtu. Kwa tunapofundishana manake tunaandaana na kukabiliana na vita. Nikwambie, hata kwenye familia tulizotoka, unashangaa umetoka kwenye familia ambazo ni wachawi konkoni. Mungu amekuchoma mmoja tu, na maisha utakayoishi ile neema ya Mungu huwezi kutoboa, maana watakufuatilia mpaka dakika ya mwisho. Lakini ukijua kwamba nimeokoka na ninapingana na miungu, utasimama kwa miguu yako. Tunaelewana wapendwa? Bwana Yesu asifiwe. Unajua nikwambia mpendwa, kumtumikia Mungu hapa ni furaha kwake, lakini upande wa pili hawafurahi. Wanakusagia meno, maana wanajua hatua uliyopiga ukiongeza na ya pili na ya tatu unayoshinda. Maana ile sadaka yako na michango na kujitoa kwako, Biblia inasema ndio ibada inayompendeza Bwana. Kwa ukimpendeza Bwana, manake popote utakapokanyaga yeye yupo. Hatujapigana vita hata kumwagika damu, tukishindana na damu. Na ndio maana nyingi viongozi wetu hawa tunapokutana kama wachungaji tunaelekezana mambo mengi. Shetani hapendi, ana njia nyingi za kuangusha watu wasiendelee na ule utukufu aliopewa na Baba. Ana njia nyingi. Anaweza kawatumia wanaume, anaweza kawatumia wanawake, kwa vyovyote vile. Na uzuri wake ni kwamba wao upande wao wako tayari kwenda, wanapotumwa wanakuwa tayari kwenda. Lakini sisi tunatakiwa tuwe zaidi, manake anenaye ndani yetu ni mkuu. Na ana uwezo wa kuzuia uharibifu wowote ambao walipanga kupata. Na inawezekana hata mwaka, wakati unavuka kuujia mwaka huu, inawezekana wengi hawakutaka, lakini mkono wa Bwana umekumbusha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni vita mbaya. Hapana. Ni vita ngumu. Lakini kwa sababu Biblia inasema vita si yetu ni yake, tumemwacha yeye apambane. Alafu sisi tuujue au tuichue ile nafasi au shughuli anayetupambania. Unajua ukiwa na wakili utamheshimu sana, maana amebeba kesi yako. Wewe ujui vifungu vya sheria, lakini yeye anajua. Hata unapofika mahakamani wanataja jina lako, huitiki wewe. Na hata kama utaitika wewe ni kwa niaba ya wakili, yeye ndo anasimama kwa mujibu wa sheria kulingana na kifungu fulani. Unafurahia. Ndivyo Mungu anapotusimamia, tunafurahi wakati yeye anatupambania. Hivi vita usiogope, ufalme tuliopokea hautetemeshi. Unajua ufalme unafuata watu mpaka makaburini, wanafufuliwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mke wangu alipo siku moja akakamatwa, akafungwa miguu, akafungwa na nini? Akafungwa mikono, akaambiwa na baba yake, nimeshika kiberiti na mafuta, nimeshika kisu, chagua Yesu au naye. Sema nimemchagua Yesu. Sema mimi nitakuchinja. Akasema nitafurahi damu yangu ikimwagika. Inawezekana ulivyosema kwamba penu hapana wokovu, kwa damu yangu itaokoa wewe. Unajua kuna kipindi unapokuwa unapitia magumu fulani hivi, Yesu anakaa pembeni lakini anakutazama. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakutazama kabisa. Sio unaweza kusema jamaa huyu ananitazama, mbona anisaidii? Anakutazama, anataka aone mwisho wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Waebrania waliona tusimkatae anayenena, tusimkatae anayefundisha, aliyezalisha roho ya uvumilivu ndani yake na unyenyekevu ndani yake, tusimkatae. Anayetupa uzima na afya kila wakati, tusimkatae. Pana uzima, pana raha yake. Waache watu waendelee kunywa mataputapu yao. Ulifika kwenye hema hili na una bahati, una neema.
Bwana Yesu asifiwe sana. Niliwaambia siku moja kanisani nikasema toka nimefika nimemaliza miaka 9 sasa. Kuna mshirika yote tumezika? Wakasema hapana. Kwa nini? Mungu atusaidie sana. Kwa nini? Nikasema tumezika mmoja kwa sababu alikuwa anakinzana na mchungaji. Sasa ukikinzana na mchungaji maana yake unaisukumia mbali neema. Amina. Yaani kijaribu tu kuinua mdomo wako kwa mchungaji, maana unaisukumia mbali nini? Neema. Sasa wale ambao walikuwa wanasema kwa jina la Yesu ndio watakujia kwa mfululizo. Kwa sasa wewe kaneema kalikuwa kana kufunika na mkono wa mchungaji wako, sasa ngoja tukuweze. Bwana Yesu asifiwe sana. Umewahi kujiuliza kwamba kwenye maono yako ukiwa kwenye shida, kwa mfano huko kwenye kisima umetumbukia, alafu unamuona mangunguru ndo anakuokoa hapo? Umewahi kujiuliza? Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Na kutia moyo. Dunia hii ni giza. Ina changamoto nyingi. Ina vikwazo vingi. Na vikwazo vyote hivi ni kwa sababu ya watu waliookoka. Kwa nini sisi tumekata tiketi ya kwenda mbinguni? Tunajifunza namna ya kumtumikia Mungu. Tunajifunza namna ya kumwogopa Mungu na kumnyenyekea. Ibilisi hataki. Tunajifunza namna ya kumwabudu Mungu, lakini yeye hataki. Anataka turudishe, hata turudisha kwa sababu mkono wa Bwana uko pamoja na sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Asifiwe Bwana Yesu. Ufalme wetu, ndio maana niliwaambia watu fulani kasema mahali popote mlokole alipo, antena za kichawi zinachua. Sio unaelewa? Wewe usijidharau. Popote alipo mlokole, wao wanachua, tumeingiliwa hapo. Ndio maana utaanza kuchukiwa. Hata ukimpa chunga na kuchukia. Hata umpe unga hata kuchukia tu. Kwa nini? Ulichokibeba na alichokibeba tofauti. Mimi baba na shanga, jirani yangu ananichukia, amewahi kunitukana. Sasa mchungaji kwa sababu anaelewa anaanza kucheka. Haleluya. Na Yesu anasema tulichomleta duniani ni kuvunja ufalme wa Ibilisi. Kwa upande wa pili wana vidonda kuliko kawaida, na majeraha ambayo hayana mahesabu. Maana kwa mfano umeingia wa asubuhi, wa saa 8 yuko, wa jioni yuko, wa usiku yuko. Hivi mapepo yanakuwa na raha kweli? Hayo na raha. Alafu yatakufurahia. Huyu dada walipomshawishi ndugu zake kwamba uanze kwenda kuhesabu ibada, akashangaa amepigwa mpa. Alipopigwa akapeleka hospitali. Wamempeleka hospitali kwa sababu wao wanajua tulivyompiga tumefanya nini, tumemaliza. Wakaanza kugawana vyombo vyake kule alikopanga. Wanajua tu kwamba huyu mtu amefanya anakufa. Majirani wanashangaa, hawa watu mbona mnagawana vyombo vya mtu alafu yuko hospitali? Inakuwa wao sio wameshamaliza. Kwenye wale kinachotakiwa hapo kwenye vita hii ni hekima na maarifa. Kusikiliza sana kiongozi wako na kushauri kitu gani, anakufundisha kitu gani, Roho Mtakatifu ndani yako anakuelekeza kitu gani. Hii vita tunaiweza. Paulo anasema tunayaweza yote katika yeye anayetutia nguvu. Pekee yetu hatuwezi, lakini tunawezeshwa. Hii vita sio ya kuiogopa. Unaweza kukaa kwenye ndoa yako usiwe na mtoto, unaweza kujiuliza ina maana Mungu hapa mimi ananipenda? Si kwamba hakupendi, anapima moyo wako, amekuweka kwenye mahesabu yake. Siku moja nimekaa mwezi mzima sina 100 mfukoni. Nikasema mke wangu, hii si ya kawaida. Tukapiga magoti kichumbani. Baba. Tukaingia mpaka kunena. Tukanena.
nena. Roho Mtakatifu anasema sawa, nijie kwa mfumo huu, ngoja niwatafsiri. Kwamba mnachoomba mahesabu yangu, mahesabu yenu au mahesabu yenu, yani mahesabu yangu kwa ajili yenu ninayo mimi. Si kazi yenu kunipangia mahesabu. Mnyamaze kimya, mimi najua ninayowawazia. Amen. Tukampigia makofi yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hii ni vita. Ni vita ambayo kwa silaha za aina yoyote tunashinda. Kwa namna yoyote. Hata wakisema kwamba shida ulionayo kutoka kwako ni sadaka, usiwe na maswali, toa sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Toa sadaka. Unajua nikwambia, wao wanafanya vyovyote wanavyoweza kufanya ili kuyateketeza maisha yetu. Lakini nashukuru Mungu, ufalme tulionao hautetemeshi. Yaani hicho ndicho ninachomshukuru Mungu. Huyu mwandishi alikuwa anawathibitishia wazi kwamba Mungu tuliye naye hashindwi. Amina. Hata kama mnateswa, Mungu atawasaidia. Hata kama mnafanyaje nini, Mungu yuko pamoja na ninyi. Kinachotakiwa ni kukaza macho kumtazama Kristo. Amina. Ukisoma Biblia, watu wanapita jangwani, wakaanza kupigwa na manyoka ya ajabu ajabu. Wanapigwa na wanakufa. Wakaanza kumlilia mtumishi wa Mungu, kwamba Musa, ulitutoa kule, ona mambo haya. Musa anaenda mbele za Mungu. Mungu anamwambia kwamba tengeneza nyoka ya shaba, atakayeitazama atapona. Unajua Biblia imezungumza tu kwa ufupi, au kwa sababu historia nyingi labda kipindi hicho si kamera zikuweko, sijajua, lakini tungeonyeshwa wazi kabisa kwamba aliyochonga ile nyoka ya shaba lipo. Ina maana wengi walienda kumtazama, lakini wengine walikuwa wanatazama nyoka. Sasa sharti usitazame nini? Utazame pale. Kwa ukitazama pale, hata kikugonga wewe utakuwa salama. Lakini ukitazama alafu kamwangalia kikugonga, tunaenda kukuzika. Mungu atusaidie sana. Ndivyo inavyotakiwa kwa wakati huu. Tunapopita kwenye magumu, kwenye shida, kwenye masimango. Unajua sijajua, inawezekana wewe hujapitia kwenye masimango, na kama umepitia kwenye masimango hii utaelewana na mimi kwamba unapopita kwenye vita vya ndugu kwa ndugu, hawakuelewi wala familia haikuelewi. Unaweza ukawaza kwamba inawezekana mchungaji alivyoniongoza sala toba nikosea, niende kwake nikamwombe kwamba Baba, kama inawezekana futa ile sala toba nirudi nilikotoka. Nikwambie usirudi kule. Kule kuna mauti kule. Unang'ana na Bwana. Mwambie Baba, wewe umeshindaje mpaka umefika hapa? Maana Biblia inasema tuige imani zao. Amen. Na mienendo walio na kama wao wameshinda, mimi nitashindaje? Umekubali kumtumikia Kristo? Ukubali kukutana na ugumu. Na upinzani tu mkubwa kabisa. Ndio. Na wanashinda tu kukuzuia, kukuvizia na mapanga, kwa sababu wanajua serikali itasimama upande wako. Kabisa. Watu wanasaka meno. Mmevaa sare wanakwenda. Alafu mnacheza. Mnafikiri wanafurahi? Nimechelewa, unafunga biashara yako. Unaenda ibadani. Unaenda ibadani. Yaani kumwambia tu kwamba naenda ibadani shida. Unajiuliza ile ibada ni ya kwake au ni ya kwako? Unajua kuona kwamba umevaa kitenge kizuri alafu unakutana na mtu kwamba hicho kitenge kilinifaa kuvaa mimi, lakini wewe hakikupendeza kabisa. Sasa muulize, ulinichangia kununua? Haleluya. Petro wa pili 3:10 mpaka 13. Anasema amina. Neno la Bwana linasema, lakini kama ilivyo ahadi yake, mnatazamia mbingu mpya na nchi mpya
ambayo haki yakaa ndani yake. Kwa hiyo wapenzi, kwa kuwa mnatazamia mambo hayo, fanyeni bidii ili muonekane katika amani kuwa hamna mawaa wala aibu mbele yake. Ndiyo. Nanyi uhesabuni uvumilivu wa Bwana wetu kuwa ni wokovu, kama vile na ndugu yetu mpenzi Paulo alivyoandikia kwa hekima aliyopewa, vile kama katika nyaraka zake zote pia, akitoa humo habari za mambo hayo. Katika nyaraka hizo yamo mambo ambayo ni vigumu kuelewa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Petro na mwenyewe anaendelea kuwakazia watu na kuwaelekeza, tunaitazamia mbingu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Unajua watu wengi tuliookoka tumesahau kwamba kuna kwenda mbinguni. Sijui kama tunaelewana. Na tunasahau kanuni ya kuifikia wapi? Mbingu. Na ndio maana maisha ya watu wengi hayajakaa sawa. Wanajinajisi tu, wanajichafua tu. Wewe na mimi tumeokolewa, tumeitazamia mbingu mpya, mbingu ambayo tukifika kule tutapongezana. Unajua nikwambia, kuna siku moja Pastor Mangungu asipokuambia ukweli hapa, na yeye anakuambia ukweli ukayaona ni kama anakunyanyasa, ukifika mbinguni utamshukuru. Kwa sababu pale baba ulipokuwa unanionya pale, hata ungenikanyaga shingo ningesikia vizuri. Sio kama tunaelewana? Tunaitazamia mbingu mpya. Kwa maana uelewe, tunapokuwa tunamtumikia Mungu, kwa nini shetani anatupinga? Anajua safari yetu tunapokwenda ni kuzuri. Tutasahau yote tunayopitia hapa. Tutasahau siasa, tutasahau kwamba ulikula matembele au ulikuwa kitu gani. Tutasahau. Mungu atusaidie sana. Pia nimeandika kwamba Mungu ni mtawala. Yeye ndo anatawala dunia yote. Na kama anatawala dunia yote, uwepo wake upo kwa ajili ya wanaomcha. Amen. Tusome Biblia. Kutoka 15:18. Kutoka 15:18. Anasemaje ndugu? Anasema Bwana atatawala milele na milele. Bwana atatawala milele na milele. Ni mstari mmoja tu. Nenda Zaburi 103 mstari wa 19. Anasemaje? Amina. Amina. Neno la Bwana linasema, Bwana ameweka kiti chake cha enzi mbinguni, na ufalme wake unavitawala vitu vyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Rudia tena na. Rudia tena. Amina. Bwana ameweka kiti chake cha enzi mbinguni, na ufalme wake unavitawala vitu vyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wetu ni mtawala. Mungu wetu ni mtawala. Anatawala dunia yote. Lakini katika kutawala huku, unaweza ukajiuliza swali, kwa nini nguvu za giza na waganga wa kienyeji wapo? Mungu ana ufalme wake, na wanaokubali kupokea ufalme wake ndio anakuwa mtawala hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anatawala. Maombi yangu Mungu akutawale. Maombi yangu uwepo wa Bwana uwe juu yako. Maombi yangu usikate tamaa.
Usikate tamaa. Mungu atusaidie sana. Ili Mungu kwenye kujitambulisha kwako na namna ulivyotumika, ifike kipindi ukapokea taji ya milele. Mungu kutawale. Mungu akumiliki. Mungu akuongoze. Mungu akupe macho ya kuona ulikotoka na ulipo na unakokwenda. Tutapongezana tukifika huko. Mungu atusaidie sana. Yesu anatawala. Hana mipaka. Ndio maana mtu akiwa Marekani anamwombea kwa jina la Yesu na anapokea uponyaji. Mtu mmoja akasema kwamba mchungaji, naomba muombe mgonjwa wangu. Nikasema sasa faya nitakayoirusha kaa nyuma ya mgonjwa wako, maana inawezekana mapepo yakalipuka. Sasa tuache Yesu. Sasa kwenye simu. Sasa unaona? Hazuiliwi Mungu. Mungu kutie nguvu. Kwenye kuimba kwako, kwenye kujitoa kwako, kushikamana na watumishi wa Mungu hawa, Mungu akutie nguvu. Usife moyo, usirudi nyuma. Usirudi nyuma mpendwa. Usije ukajutia. Maana wengi wanaorudi nyuma wanaanza kukumbuka michango aliyokuwa anatoa kanisani. Usione lile kanisa limesimama pale, nilitoa hivi. Lakini pamoja na kwamba ulitoa, vita ilikushinda mpendwa. Sasa kama vita ilikushinda, je, tujiulize, Mungu alishindwa au wewe ndio ulimkwepa Kristo? Amen. Amen. Yesu anatawala. Yeye ni mtawala. Akuepushe na maneno ya kukudhoofisha. Akuepushe na maneno ambayo yana sumu ndani yake. Ndio maana ukijua kwamba yeye ni mtawala, popote utakapokuwepo utajitunza. Bwana Yesu asifiwe sana. Niwaambie wadada, hata kama hauna mume, kutumika bila mume inawezekana. Maana Mungu aliye naye ni mtawala, ni mwezeshaji. Na mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kuna namna viungo vyako na mifumo yote akishusha moto wake vitakubaliana kwamba sasa wewe ni Ebenezer. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa mwanaume bila mke, inawezekana kumtumikia Jehova. Inawezekana. Tena ndio nafasi kubwa, maana hautakuwa na anayekudai unga. Wewe ni kubeba Biblia na kwenda mwenyewe. Yesu anaweza. Unarudi nyumbani, ukipitia juisi pale kwa katibu, inakutosha na ndazi, wewe umelala. Hakuna anayekudai kodi na nini, sisi daftari, sisi mimi kitete kimekwenda. Ndio nafasi. Ndio maana kijana anapooa tunasema kwamba karibu kwenye kampuni ya migogoro na utatuzi. Hili kampuni letu la walioa na kuolewa ni kampuni lililozoea, na usipokubali suluhu huwezi ukaliendesha. Sasa wewe hauna kondo nafasi hiyo ya kujibibisha na kutoa mwili wako kwa sadaka. Sio kama tunaelewana wapendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumepokea ufalme. Huu ufalme nyaka zote umejitosheleza. Amina. Na ndio maana ukiwa unaumwa kuna idara ya afya. Amen. Tuna idara ya afya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana mtumishi anasema kwamba kwa neema niliyopewa pokea, unakuwa mzima. Idara ya afya. Tuna madaktari ambao ukiwaangalia kwa vipimo vya kawaida hawapatikani, lakini wapo. Mungu atusaidie sana. Mke wangu alikuwa na uvimbe, tulishindwa hela na kwenda kumpasua, lakini tulipomwambia Mungu akasema idara ya afya ipo. Amen.
akampasua. Afu akamwonyesha kilichokuwa kinakusumbua ni hiki. Ufalme huu umejitosheleza. Ukienda kwenye ulinzi, serikali inatoa hela nyingi sana kwa sababu ya ulinzi, ili wewe na mimi tuwe salama. Mungu wetu vivyo hivyo, idara ya ulinzi ndio usicheze. Kama kuna makamando Tanzania, upande wa kwetu ni zaidi. Yaani wao wanatembea kama wazo. Hata ukiwa Mbalizi, wakiona kwamba kimwamua kinakushukia kule, anasafiri kama wazo kwenda kuzuia. Tunasikia Urusi, tunasikia Ukraine, wanatuma drones zisizokuwa na rubani. Wanaiga kwa Mungu. Mungu atusaidie sana. Wakipiga kombora, kuna bila kama kombora. Kwetu ndio usiseme kabisa. Ndio maana wachawi wakija kwenye nyumba za watu waliookoka, wanashangaa jamani limekalia pale kwenye nyumba, alafu linajichomoa mkono, linachomoa mguu, linachomoa alafu linamkaribisha njoo. Waambie wachawi, atasogea. Amechomoa mguu, kaurudisha, kachomoa, kaurudisha, kachomoa mkono, kaurudisha. Atasogea. Utaogopa nini? Bwana Yesu asifiwe. Idara ya kuimba, tuna waimbaji ambao mara nyingi ni waimbaji wanasema Roho Mtakatifu tusaidie. Tusikilize Roho ana ujumbe gani kwa watu wanaoenda kupokea. Tusiige fulani ametunga hivi na mimi niende hivi. Kwa ufalme wetu umekamilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye ulinzi mwanangu, na usiogope. Usiogope. Mungu atusaidie sana. Mungu anatulinda kuliko kawaida. Kwanza una malaika wako wewe binafsi. Maana Biblia inasema kila aliyeokoka anapewa mlinzi wake. Ndio maana mimi siogopi. Kama siku na nini? Nitaogopa wapiga rungu. Lakini wale wa kwenye ulimwengu wao hamna. Usiogope. Amina. Hata ukikwambia jirani yako huyu anakula watu macho hivi, akikunyosha kidole, wewe mwambie kidole chake na cha kwangu kinauma. Yaani nikimnyosha tu na kwenda. Usitoe biti wakati ndani hauna. Ukiiga kama Pastor Mungu anasema kwa jina la Yesu toka hivi na hivi, na ukaenda, mwanangu, watakuchana. Haleluya. Watakuchana. Lakini tumeupokea. Sasa jiulize, je, anachozungumza mchungaji, nimeupokea huu ufalme? Na kama umeupokea, kitu gani kitakutabisha? Mwanangu pale anacheka pale. Imemfurahisha moyo. Yaani nikisimama mimi hapa na usiogopa chochote. Yaani najua tu kwamba Bwana yupo. Na Bwana yupo. Mungu atusaidie sana. Amen. Na ndio maana mara nyingi tunawaambia kwamba mnapokuja kanisani msivulie uchawi pale nje, ingieni nao. Tupimane nguvu. Unavua nyoka unaliacha huko. Ingia nalo. Maana si ni uwanja huu. Unajua kila mtu ana kocha wake. Na kocha wetu sisi ametubebesha kombe wakati wote. Sisi ni wa kushinda tu. Mungu atusaidie sana. Na wao tunajua kwamba kwenye maono mengine unaweza kukamata lichapi. Limekuja unalikamata alafu unalichapa. Sikiliza hiyo mbinu. Utasikia jirani yako anachokisema. Anasema huu ufalme hautetereshwi, hauogopeshwi. Sisi yaani ufalme wetu hauogopi taarifa. Ndio maana Mungu akikuona tu kama ni kama una hofu, anatuma ujumbe, usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo mengine ya kutisha unaposikia. Utafanyaje? Unashangaa Roho Mtakatifu
au mjumbe anapewa ujumbe, nenda kamwambie fulani asiogope, mimi niko pamoja naye. Kwa Mungu akiingilia kati, hakuna chochote hapa. Mungu atusaidie sana. Ndio maana viongozi wangu, mimi napenda vita vya rohoni. Yaani vya rohoni. Nikikaa mjumbe wa shetani, napiga mateke kama baruti. Yaani naenda huko. Nikaambia kanisani, nikasema nini hapa? Kuna watu mnaenda kwa waganga wa kienyeji eti kumtolea sadaka mchungaji kwamba mumuue. Mimi niwaonye kwa sababu nawapenda. Nenda kafanya hizo ibada zenu. Lakini mkitaja jina langu likuje, ole kwenu. Nitawazika kabla ya wake zenu hawajajua. Maana ufalme wangu mimi hauogopeshwi na chochote wewe. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Bwana Yesu. Asifiwe Bwana Yesu. Usikate tamaa wewe. Utumishi ulio nao hafurahi shetani. Jitie nguvu. Biblia inasema binti Sayuni, inuka jitie nguvu. Uiambie nafsi yako hili naliweza. Kila siku sema Baba naweza. Nilivyofanya jana leo nataka nifanye zaidi. Nitakapofanya leo kesho nataka nifanye zaidi. Naweza. Maana tumesoma jana kuna makundi mawili kanisani. Wanasema kumtumikia Mungu hakuna faida. Lakini wengine wanasemezana kumtumikia Mungu kuna faida. Shikamana na wanaotaka kumtumikia Mungu. Shikamana na hao. Zungumza lugha moja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ametutoa kwenye dansi, ametutoa kwenye mapombe, ametutoa kwenye maawala. Waliokuwa wanatuchuna kama mbuzi, wametutoa huko. Sasa huku ndo tunapiga huku. Unapokuja kuimba hapa, furahi. Pana. Unajua unachokifanya. Mungu atusaidie sana. Sasa wale wanasema ninao. Unajua kuna mambo mengine ya ajabu. Wale sisi nimefanya nini? Kuna mambo waacha watucheke tu, lakini hawaijui raha tunayoipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikwambia mshirika wa kanisa hili, mshirika wa Pastor Mangongoro, mshirika wa Pastor Nanimwa Mkembo, si mshirika wa nani? Mwambie kwamba tumeupokea ufalme usiogopeshwa. Hata waseme kazi haipo, tunasema ipo. Hata waseme hautazaa, utazaa. Hata waseme biashara yako haitakwenda, itakwenda. Jamaa mmoja nilikuwa ananitishia, nikasema sasa wewe ngoja nikuonyeshe kwamba mimi ni mtu wa rohoni kiasi gani. Nikasema jamaa, si umenitishia hapa? Naenda kupiga magoti nitakuja nyumbani kwako kwa ajili ya maombi. Sema acha bwana 20 nani, nasema nitakuja kwako. Ananiogopa yule jamaa mpaka leo. Maana tuna makofi mengine tunapiga watu mpaka ya unapoamka na sasa pale nimezidisha. Kuna watu wanazuia watu kuja ibadani. Mungu atusaidie sana. Unasema umekaa hapo unasubiri watu waingie kanisani, kuna jamaa amefunga kamba kule na kamba kule, hapa anazuia. Tunamfuata sasa. Mungu atusaidie sana. Tunapiga makofi na kwa sauti tofauti. Sasa ungekuwa mnaelewa Kinyakyusa hapa, Kinyakyusa inaruga mpana. Tena tembo kukanja mikofi. Mungu baba. Haleluya. Kitu gani kikuzuia kumtumikia Mungu wakati kuna raha? Amen. Wanawazuia kwenye ibada. Basta.
Nashukuru Mungu. Ninaamini wa makofi wamepura makofi. Kamba zote zimekatika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaita upande huu hata kama kulikuwa na pala, kulikuwa suna kamba, kulikuwa na nini, tunaita watu wa huku. Tunaita watu wa huku. Tunaita watu wa huku. Tunaita watu wa huku. Tutumike pamoja. Mama waliko kule wanaogopewa. Naomba kusimama wapendwa. Nazingatia kanuni na taratibu. Unaweza ukajazwa Roho Mtakatifu hapo ukawa kikwazo kwa watu. Bado dakika kama 3 hivi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunapokea ufalme usiotetemeshwa. Mwandishi alikuwa anawatia moyo kanisa na kuwajenga. Na mimi naamini kabisa katika haya machache lipo jambo umechukua. Lipo point ambayo umechukua. Na ikusaidie mpendwa. Tunaombea neema hili kanisa. Kwa mambo ambayo mnayafanya tuombee neema. Bwana Yesu asifiwe. Mmenifurahisha moyo wangu. Mmenifurahisha moyo wangu. Mmeugusa moyo wangu. Mmenigusa moyo wangu. Bwana kawatendee kadiri ya kutenda kwenu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu peke yako, unastahili kuabudiwa. Asante Mungu kwa ajili ya watumishi wako hapa kuanzia Jumanne, Jumatano, Alhamisi jana na leo. Wapo hawajachoka. Yesu, ninaomba kwa jina la Yesu, ufalme walioupokea hautetemeshwi, hauzuiliwi, haupingwi kwa namna yoyote. Hata kama mtu akitokea kupinga, wewe bado unashinda. Kawashindie watoto wako kwa jina la Yesu. Naombea neema na mafanikio katika jina la Yesu. Na chochote kinachofanyika kupitia mikono yao, na chochote kinachonenwa kupitia vinywa vyao, Bwana kikafanikiwe kwa jina la Yesu. Hata kama Mungu walikuwa wamezungukwa na maadui, na alikaradi zitokazo kwako Bwana, malaika wako wakiwazingira na kuwatendea mema, uwainue sasa kutoka pale walipo, uwapandishe tena, ili Mungu aone fadhili zako na nguvu zako. Pokea sifa na utukufu. Neema yako kubwa Mungu inayowawezesha watu wako, iwawezeshe sasa kwa jina la Yesu. Wasijute wanapokutumikia, waone furaha katika jina la Yesu. Na maana tunaitazamia mbingu mpya. Bwana kawatie nguvu watumishi wako, ukawawezeshe kwa jina la Yesu. Mtumishi wako anaposimama kunena, wasikatae, wafurahie, washauriwe na kuendelea mbele. Maana safari yetu ina vita, tunakutegemea Bwana Yesu. Mkono wako Mungu usipungue juu yetu, ukiwatendea mema. Mama yule kwenye ndoa yake, kwenye biashara yake, kwenye mahitaji yake Bwana, kadiri vile mtumishi wako alivyoomba, nami naungana naye Bwana nikiwa chini ya mafuta ya madhabahu hii. Yesu, kama unavyotenda, endelea kutenda kwa ukubwa zaidi kupitia jina la Yesu Kristo. Tuseme amen.